Na mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025, kuna mazishi ambayo yameweza kufanywa ya mmoja wa jenzi aliyeweza kuaga dunia wakati wa maandamano, ila kile ambacho kimeweza kutokea kimeweza kushangaza wengi kutokana na maelfu ya vijana jenzi kujitokeza kwa maandamano ya amani ili kusindikiza mwili wa mwenda zake, jambo ambalo limeweza kugusa mioyo ya Watanzania wengi. Mtazamaji wangu, kabla tujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Mtazamaji wangu, ningependa niweze kukuchezeshea kipande halisi cha video, ila kwanza kabisa mtazamaji wangu, itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, leo hii baada ya kipande hicho cha video nilichoweza kukitanguliza katika video hii, wengi wameweza kutoa maoni yao na hata kupinga kauli ya kwamba vijana jenzi waliokuwa wameweza kujitokeza katika maandamano tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi mapema tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025 waliweza kulipwa. Leo hii maelfu ya vijana jenzi waliokuwa wameweza kujitokeza, hakuna yeyote yule aliyekuwa ameweza kutoa agizo ama kuomba waweze kujitokeza kwa ajili ya mazishi ya mmoja wao aliyeweza kuaga dunia, bali vijana hawa jenzi wanaonekana kuwa tofauti kabisa, kuwa na ushirikiano na pia kuamini umoja ni nguvu, tofauti kabisa na jinsi ambavyo ilikuwa ikitarajiwa. Vijana hawa jenzi umoja wanaozidi kuonyesha wameweza kulipwa. Ukweli halisi ukitokea ya kwamba katika rali za CCM ndipo nafasi na wakati pekee ambapo vijana jenzi waliweza kukubali kulipwa pesa ili kuhudhuria rali kwa njia moja ama nyingine, ili kukidhi mahitaji yao kutokana na kipato walichoweza kupata baada ya kulipwa katika rali za CCM. Ila ukweli wa mambo, katika maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine, wao hawakuweza kulipwa, bali walikuwa wakiwasilisha ajenda zao muhimu ambazo walikuwa wakitaka viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7 waweze kuzitilia manani na hata kufanya mabadiliko, jambo ambalo lilitarajiwa kugusa mioyo ya Watanzania wote, wakubwa kwa wadogo, ila halikuweza kuishia jinsi ambavyo waliweza kutarajia baada ya maelfu ya vijana jenzi kupigwa risasi, wengine kuaga dunia na wengine kupata majeraha. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kipande hiki cha video leo hii kimeweza kugusa mioyo ya Watanzania wengi, na hata baadhi ya watu kutoka katika mataifa ya kigeni wameweza kulaani jambo ambalo liliweza kukuta huyo mmoja wa jenzi na wengineo walioweza kuaga dunia. Mtazamaji wangu, katika hafla hiyo ni jambo ama ni shughuli iliyokuwa ya majonzi, ila vijana hawa jenzi wao wanaamini kwamba aliyeweza kuaga dunia wakati wa maandamano ni jasiri, na hata katika historia ya Tanzania hataweza kusaulika kwa njia moja ama nyingine, ijapokuwa katika familia zao zitaweza kuwa na kipindi kigumu baada ya kumpoteza jamaa wao waliokuwa nao kwa muda, ila kuaga dunia kipindi na wakati wa maandamano katika hali ya njia tatanishi. Mtazamaji wangu, pia katika taarifa zinazozidi kujadiliwa na kugonga vichwa vya habari na kutokana na kile ambacho kinazidi kuzungumziwa, tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, tetesi zinazidi kuvuma kila kona kuhusiana na maandamano ambayo vijana jenzi wanazidi kuyapanga upya katika Jamhuri ya Tanzania. Kwa njia moja ama nyingine, vijana jenzi wanazidi kushinikiza na kudai kwamba
itakuwa muda mwafaka kwa viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa waweze kufanya mabadiliko aliyokuwa wameweza kuahidi kuyafanya katika serikali ya awamu ya 6, kwani hawataendelea kuamini viongozi hawa iwapo hivi sasa wakiwa naongoza serikali ya awamu ya 7 watakuwa wameweza kufanikisha hata baadhi ya mambo aliyokuwa wameweza kuahidi katika uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6. Kwa njia moja ama nyingine, mtazamaji wangu, hatua hii inazidi kuibua maswali mazito katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho kilikuta vijana Gen Z na kile kilioko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Mbaya kabisa, ni kipi kitaweza kutarajiwa katika maandamano yanayoratibiwa upya? Kwanza kabisa, tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa upo mbioni kwa njia moja ama nyingine kuzuia wanabodaboda, jinsi ambavyo liliweza kutolewa agizo kutoweza kuwekea mwanabodaboda yoyote yule takriban lita 2 za petroli kusafiria kutoka eneo moja hadi lingine kipindi na wakati ambapo tarehe za maandamano zitakapokuwa zimeweza kukaribia, kwani uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa unazidi kutupa dongo zito kwa wanabodaboda wale waliokuwa wakionekana katika kanda za video siku ya maandamano, jambo ambalo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa unazidi kuogopa mno, na usingependa jambo kama hilo kwa mara nyingine liweze kujirejelea katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kile ambacho Jamhuri ya Tanzania ama viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7 wasingependa kiweze kutokea ni maandamano ya awamu nyingine. Huenda kaweza kulazimika kuweka curfew. Pia tumeweza kushuhudia leo hii jinsi ambavyo baadhi ya watalii waliokuwa katika Jamhuri ya Tanzania wameweza kuanza kujiondoa katika Jamhuri ya Tanzania kabla ya tarehe ambayo vijana Gen Z wanazidi kutishia kufanya maandamano kwa awamu nyingine. Ila ikumbuke kwamba kwa njia moja ama nyingine, vijana hawa Gen Z watakapokuwa wakifanya maandamano, wanaamini na kufahamu jinsi ambavyo mataifa ya kigeni hivi sasa yanazidi kutilia manani na kufuatilia kila kitu kinachozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo wanaamini kwamba iwapo utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mara nyingine utaweza kushuhudiwa, moja kwa moja watakuwa na mtetezi ambaye ataweza kuwatetea. Pia ifahamike kwamba imeweza kubainika kwamba kuzimwa kwa interneti na hata mitandao ya kijamii kulemazwa kwa muda ni kinyume kabisa na sheria za katiba ya Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo huenda ni kitu ambacho viongozi wakuu wa serikali awamu ya 7 hivi sasa ikaweza kuwa na changamoto kujirejelelea ama kurejelelea kuzima kwa mitandao ya kijamii, jambo ambalo linazidi kuwapa nguvu vijana Gen Z. Ikumbukwe pia hivi sasa kuna baadhi ya wanaharakati katika mitandao ya kijamii wapo kumbeleni kushinikiza na kuomba vijana Gen Z kuonyesha ushirikiano wa maandamano katika Jamhuri ya Tanzania, kulilia haki na pia kuomba mabadiliko yaweze kufanyika. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.